Kutokana na kile tulichokijadili katika mkutano wetu wa kwanza leo, ninataka kuongea mambo machache kabla hatujaingia kwenye kikao cha pili ama mazungumzo yafuatayo. Kwanza kabisa, ninaomba mamlaka za serikali za kikanda kuchukua hatua katika kusaidia familia zilizopatwa na majanga. Lakini pia napenda kutuma salamu zangu za rambirambi kwa familia hizi. Ni jambo la muhimu sana kutoa msaada kwa majeruhi, msaada wa kila wanachokihitaji. Napenda pia kuwashukuru wafanyakazi wa huduma za dharura, Russian Railways, na huduma zingine pia kwa kila kitu mlichokifanya, kwa kuwasaidia watu waliopatwa na majanga haya katika ajali hii. Mlipuko wa hivi karibuni wa reli huko Bryansk, hilo tunalichukulia kama vitendo vya kigaidi. Kuamua kufanya kitendo kama hiki kilikuwa kimeamuliwa na mamlaka za juu za kisiasa huko Ukraine. Na ningependa kuongelea mambo kadhaa katika hili. Kwa bahati mbaya sana, wanaoumia ni raia wetu kutokana na migogoro hii, bila kujalisha wanatokea wapi. Kilichotokea katika ukanda huu wa Bryansk ilikuwa ni shambulio la moja kwa moja kwa raia. Kutokana na sheria za kimataifa, kitendo kama hiki kinachukuliwa kuwa ni kitendo cha ugaidi. Uhaini huu umefanywa kinyume na raia, kijumlisha wanawake na watoto. Yaani vitendo hivi vimetokea kabla mkutano ambao ulikuwa umeandaliwa Istanbul, Uturuki, wa kuleta amani kati ya Urusi na Ukraini, na vyenyewe vitendo hivi vikafanyika. Hili lilikusudiwa kwa maksudi kabisa kuvuruga mazungumzo hayo ya amani. Na mashambulizi haya yalilenga moja kwa moja raia. Ni mashambulio yaliyolenga umati wa watu. Ni jambo linaloonyesha sasa huruma yetu imezidi kuwa kubwa juu ya Kyiv. Yaani, utawala wa Kyiv sasa umegeuka kuwa ni kundi la kigaidi linaloua watu bila huruma, huku likifadhiliwa na mataifa mengine na kuwa ni kundi kubwa la kigaidi. Hebu tujikumbushe kwamba sio muda mrefu sana kuwa Ukraini pamoja na washirika wao kiukweli wameshindwa katika uwanja wa vita, uwanja wa mapigano, na wamepoteza sana huku wakikimbia vita. Na sasa eti wanajaribu kuitisha Urusi. Na uongozi ama utawala wa Kyiv sasa umekuwa ukipanga njama za ugaidi. Na wakati huo huo eti wakilazimisha kuwe na mazungumzo ya kumaliza vita kwa siku 30 au 60. Na wanataka kikao cha hali ya juu sana kiweze kufanyika huku wanaendelea na vitendo vya kigaidi. Je, kikao hiki kinawezaje kufanyika katika hali kama hii? Ni nini hasa tutakachoenda kujadiliana? Ni nani atakayekaa meza moja na watu ambao ni magaidi, wanafanya vitendo vya kihuni vya kigaidi? Je, tukae meza moja na magaidi? Kwa nini tuwape nafasi kwenye kupigana? Yaani wataka kununua muda ili wao waendelee na vitendo vyao vya kigaidi, wakati huku sisi tuko bize na mazungumzo ambayo wanaharibu wenyewe. Yaani waendelee kutupiga na silaha ambazo wamepewa kutoka magharibi, wameziweka kwenye magara yao, huku sisi tuwe bize na mazungumzo. Huku wao wakiendelea kukusanya vikosi vyao na wakiendelea kupanga matukio mengi zaidi ya kigaidi, kama walioyafanya kwenye ukanda huu wa Bryansk na Kursk. Sisi tutafuata jambo ambalo limeongelewa na Sergei Viktorovich na Lavrov, kwa sababu tulikuwa na mazungumzo ya tofauti na yeye katika mambo kama haya, kulingana na mazungumzo ya misaada ya kibinadamu katika maeneo hayo. Kulingana na kile kinachokubalika kimataifa, mambo yanayokubaliwa na nchi na raia wa nchi basi yanakuwa ni mambo binafsi. Na mambo haya yanaweza yakakubaliwa kufikiwa na kuafikiana na watu tu. Wataalamu wao wameweza kupindisha haki na ujuzi wao wa hali ya juu.
Sasa inawezekanaje kuendesha serikali kwa mambo kama haya ya ajabu kiasi hiki, rushwa ikiwa iko juu sana? Kumbukeni, na ulimwengu mzima unaongea kuhusiana na hilo. Sasa wataalamu wao wanaweza kuwashauri nini wakati ambapo taifa la Ukraine limepoteza silaha, limepoteza wanajeshi uko katika ukanda au mkoa wa Kursk? Kwa mfano, leo wanashindwa vita hivi, wanashindwa vile, moja baada ya nyingine katika mstari wa mbele wa vita, wakitupa lawama katika mambo yasiyo na maana. Tunadili na watu ambao sio tu hawana wataalamu wa ushauri kushauri taifa lao liendeje, lakini ni watu pia ambao hawana misingi ya kisiasa na kiutamaduni. Kama watajiruhusu wenyewe kuanza kuongea na hata kufanya udhalilishaji wa moja kwa moja na mtu ambaye wanatakiwa wakae naye mezani kwa ajili ya kutafuta amani ili iwepo raia waache kuteseka. Sasa katika matokeo ya siku 2-3 hivi yaliyotokea ya kukataa kusitisha vita kwa ajili ya misaada ya kibinadamu, tumeyaona haya hata kabla hapo mwanzo. Hatushangazwi, ila tunachojua tu ni kuwa utawala wa huko Kivu hauna nia ya kupata amani ama amani ipatikane, wanataka vita viendelee. Kwa sababu kwao amani itajalisha au itamaanisha ni kupoteza madaraka. Na kwa utawala huu unaonyesha kuwa madaraka ni muhimu zaidi kuliko amani. Yaani madaraka au mamlaka ni zaidi ya amani ya raia ambao ndio wanaowaongoza na ndio waliowachagua kuwaweka madarakani.